ya Jamhuri, jibuni hizo hoja za upande wa utetezi. Unaipata sasa. Tumesikia hoja za mshtakiwa za kupinga uongozi wa ahirisho. Pamoja na mambo yote, amerejea kifungu cha 245. Mheshimiwa, kwanza naomba niweke usahihi. Mheshimiwa, kifungu hiki sasa hivi kinasomeka kama kifungu cha 262 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai baada ya kuwa revised edition 2023, Mheshimiwa, ambazo zimeanza kutumika leo. Nadhani wakili msomi ambaye ni mshtakiwa bado hayuko aware. Yuko gerezani. Yuko gerezani. Haya mambo mazuri atayajuaje bwana? Mheshimiwa, kwa hiyo nataka kwamba kifungu cha 245 anachokitumia usahihi wake ni kifungu cha 262. Na ni kweli Mheshimiwa, kifungu hiki ndio tulikitumia last time kutoa sababu za kuomba ahirisho, tukiambia mahakama yako tukufu kwamba upelelezi wa shauri hili umekamilika na jarada lipo linasomwa. Mheshimiwa, kifungu cha 262 kifungu kidogo cha 6 ndio tulikitumia siku zile kwa 10%. Lakini Mheshimiwa, kifungu hiki ndio kina imeweka mamlaka, vitu vya kuangalia wakati mkurugenzi wa mashtaka anatumia mamlaka yake aliyopewa. Haya yaliyosemwa katika ibara ya 59 yamechukuliwa yalivyo, yakaenda kuwekwa kwenye kifungu cha 8 cha sheria ya huduma ya mashtaka, cha sheria ya huduma ya mashtaka ya taifa, sura ya 430 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023 na yeye imeanza kufanya kazi leo. Mheshimiwa, kifungu hiki mkurugenzi wa mashtaka na maafisa wake wanaangalia maslahi ya umma, the public interest, waangalie ya umma. Mheshimiwa, maslahi ya umma tafsiri yake ni pana sana. Hakuna tafsiri ya moja kwa moja ya nini maana ya maslahi ya umma. Maslahi ya umma yanaweza yakawa kwa faida ya umma au kwa faida ya mshtakiwa. Yote hayo ni maslahi ya umma. Mheshimiwa, maslahi ya umma ndipo ukawepo utaratibu wa kusoma na kutoa maoni, alafu uwepo mchakato wa kuangalia maslahi ya umma, kufanya maamuzi. Ya kushtaki au ya kutokushtaki. Mheshimiwa, mshtakiwa alivyoanza kujieleza mahakama hii alisema hili ni moja, kesi ya uhaini ni moja ya shauri kubwa. Kama ni kweli Mheshimiwa, nyingine sio za uhujumu uchumi ambazo zinasikizwa mahakama kuu, ni kweli ndio hivyo, ambalo inahitajika wakati wa kutoa maamuzi, vitu muhimu sana kuangalia.
kuliko kuamua kama ambavyo mshtakiwa anataka iamuliwe. Kama amua kufuta kupeleka, haiko hivyo. Mkurugenzi wa mashtaka katika kuangalia maslahi ya umma ana vitu vingi vya kuconsider. Ana vitu vingi vya kuangalia. Tumeeleza awali, tarehe iliyopita tuliambia iko katika ya usomwaji na kutolewa maoni ya kisheria. Limesomwa, limetolewa maoni ya kisheria. Kushtaki au kutokushtaki, mheshimiwa, sisi ombi letu tupewe tarehe kwa ajili ya kuja kusema, au hata in between, kabla ya tarehe kufika tunaweza tukawa tumesha maamuzi yameshatoka, kwa kuzingatia hilo kitu kinachoitwa maslahi ya umma. Mheshimiwa, nimemsikia mshtakiwa ambaye ni kakaangu wakili msomi, lakini ameturejesha kwenye mashauri mbalimbali ya kuionyesha mahakama yako kwamba ofisi ya taifa ya mashtaka ya sasa iko tofauti na miaka hiyo ambayo zoezi kesi za uhaini zilisikilizwa. Lakini kama nilimsikia vizuri, anasema hii kesi ya Mataka ilichukua miezi 6 kuanzia komito mpaka ilipokuja kukamilika. Lakini ukisoma kesi yenyewe inamkataa hayo, kwa hiyo ni distinguishable kwenye mazingira tulikuwa nayo. Kesi yenyewe inasema kwenye ukurasa wa 498 kwa kesi hiyo, inasema shauri hili limesikilizwa zaidi ya miezi 6 wakati wa trial. Yaani ilipoanza trial, haijazungumzia komito. Yaani inasema ilipoanza kusikilizwa mahakama kuu. Hakuna sehemu yote imezungumzia imechukua muda gani kwenye trial. Amini kwenye komiti samani. Lakini nasema hata hiyo kesi ya Gandhi ukurasa wa 14 inazungumzia kwamba trial ilichukua mwaka mmoja. Yaani tangu ameanza kusikiliza mashahidi ilichukua mwaka mmoja mpaka kukamilika kwake. Hamna sehemu inazungumzia kwamba ilianza tarehe ngapi alipokamatwa au alipokamatwa mshtakiwa. Komito ilichukua siku ngapi mpaka wakawa committed kwenda court. Kwa hiyo hizi kesi zimekuwa misplaced tu hapa kwenye kuifanya mahakama yako iamini kwamba hizi zilikuwa serious cases zikaenda ndani ya miezi 6. Wame exclude wakati wa komito. Lakini vyote ni vyote, mheshimiwa, pamoja na yote haya, kila shauri lina mazingira yake. Hatuna maana ya kusema tunataka tucheleweshe kesi. Mheshimiwa, tangu tumekuja tunaeleza hatua za upelelezi ulipofikia na nini kinafanyika. Ukizingatia hicho anachokisema kwamba hili ni shtaka kubwa, upelelezi wake pia uko complicated, huwezi kufananishwa na kutoa taarifa za uongo kama ambavyo mwenzetu alikuwa anarejea huko. Lakini naona akaenda mbali akasema hii ndio kesi ya kwanza duniani kushtakiwa mtu mmoja kwa uhaini. Sipendi kwenda kulijibu hilo, lakini sidhani kama kifungu chenyewe kimesema mtu mmoja hawezi kushtakiwa. Lakini kusema kwamba ni mtu pekee aliyoshtakiwa na uhaini, naona sipendi kulijibu hilo, lakini labda atalihifadhi tukutane mahakama kuu kama itaenda mahakama kuu. Kwa kama ni kosa kumshtaki mtu mmoja na uhaini. Lakini mheshimiwa alikuwa anarejea kifungu cha 245 ambacho mimi kiusahihi nasema ni 262, akawa anarejea kifungu cha 5. Mheshimiwa, hiki kifungu tulikitumia kilichopita, tukaiambia mahakama tulirudisha for further investigation, ilikarudi baada ya kukamilika yale yaliyoelekezwa. Na hakuna sehemu tumesema upelelezi wa shauri hili bado. Tulichosema liko kwenye hatua ya maamuzi. Kwa hiyo swala la kutuambia
kwamba tuseme anaiomba mahakama yako ituamuru tuseme kwamba tunalirudisha kwa upelelezi zaidi au upelelezi unajitosheleza kwenda mahakama kuu. Inataka anaiomba mahakama iweze kutukompele tujibu hayo. Sisi tunaendelea kusisitiza mheshimiwa, majibu yetu ni kwamba jalada lilikuwa linasomwa, liko kwenye hatua ya kuamua sasa, na katika kuamua ni kwa kuangalia maslahi mapana ya umma. Lakini mheshimiwa, suala la kwamba kashtakiwa kwa sababu akiturejesha kifungu cha 19 cha sheria ya vyama vya siasa, sisi tunaona kifungu hiki kwenye shauri hili hakitumiki. Ukiangalia hati yetu ya mashtaka hamna sehemu yoyote tunamshtaki kwa sababu ya itikadi zake, na pia kwenye kifungu cha 39 capital A cha kosa la uhaini hakuna sehemu yoyote inayosema mtu atashtakiwa kwa itikadi zake za kisiasa. Kwanza hata mimi sipo huko. Au kifungu hiki hakisemi kwamba mtu hatoshtakiwa kama ni mwanaitikadi wa kisiasa, au itakuwa mwaka wa chama yaani kama ni mwaka wa uchaguzi, basi ukiwa mwanachama wa chama fulani uweze kushtakiwa. Hakuna sheria hiyo, bahati mbaya ya kuitaja. Kwa hiyo mheshimiwa, sisi ombi letu liko pale pale, tunaomba kwamba mahakama yako ione hatua ambayo tumeiambia mahakama ni hatua ambayo ya kimaamuzi, ni hatua ya mwisho kwenye mahakama yako ya komito. Kuweza kuona ama kama alivyosema DPP akaamua kuifuta au kuipeleka mahakama kuu. Kwa bahati mbaya pia hicho kikisoma kifungu cha 262(6) akielezi kwamba basi kwenye kusomwa na kutolewa uamuzi ichukuliwe au ufanyike ndani ya muda gani. Lakini pamoja na yote hayo, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka umepiga hatua watangu imeiambia mahakama hii opinion tena si ngapi zimefanyika, sitaki kuzitaja, lakini legal opinion zilizotolewa ni zaidi ya mtu mmoja kwa ajili ya uzito wa shtaka lenyewe, na imeshatolewa hizo legal opinion, bado tu kuamuliwa. Leo tunaambiwa either tufute au tufanye mahakama kuu. Kwa mheshimiwa, sisi tunaomba ahirisho kama ambavyo tumeomba awali, ili tuweze kufanya maamuzi kwa maslahi mapana ya umma, either in favor of the accused person or in favor of the public of the United Republic of Tanzania. Otherwise, mheshimiwa, naomba maombi yetu yaendelee kupewa uzito. Mheshimiwa, ni haya.
Unasemaje mshtakiwa? Mheshimiwa, naona kuna wakili anataka kusema, kwa sijui anataka kusema nini, labda umsikilize mheshimiwa. Okay. Haihusiani. Okay. Basi. Anasema anataka kuniambia neno mheshimiwa. Nafikiri niko sawa sawa. Sawa, endelea. Mheshimiwa, wakili wa serikali mkuu amezungumza. Kwa hiyo umeshaambiwa hilo neno? Hajaniambia, nafikiri hakunong'oneza. Tusichukue muda zaidi. Hakunong'oneza. Nong'oneza? Ninong'oneze basi. Huwezi ukajua. Ameshaninong'oneza. Sasa mheshimiwa, kwa kifupi kabisa. Kwa kifupi kinachostahili. Mheshimiwa, wakili wa serikali mkuu amesema upelelezi umekamilika. Hiyo alishasema tangu wiki 2 zilizopita. Amesema pili, faili limeshasomwa. Hilo hakulisema last time. Na kitu cha tatu amekisema ambacho hakukisema last time mheshimiwa ni kwamba in fact na kuna ushauri wa kisheria umetolewa. Kuna legal opinion zaidi ya moja zimeandikwa, zimetolewa. Na sasa kinachosubiriwa ni uamuzi. Na anasema hayo ni kwa mujibu wa 246(5) na 246(6) ambazo kwa maneno yake, mimi niko gerezani, kwa hiyo yanayotokea nje ndio nayasikia hapa. Sasa hivi ni 262 ya marejeo ya sheria mpya. Mheshimiwa, iko hivi, huo utaratibu wa legal opinion imeshatolewa, faili limeshasomwa. Sasa tunasubiri uamuzi. Huo tunasubiri uamuzi iko kwa mujibu wa kifungu gani cha sheria? Ipo kwa mujibu wa kifungu gani cha sheria? 245(5) inasema hivi: The Director of Public Prosecutions or that other public officer, after studying the police case file and the statements of the intended witnesses, is of the view that the evidence available is insufficient to warrant the institution of a prosecution, or it is otherwise inadvisable to prosecute, he shall, where the accused person has already been charged, immediately enter a nolle prosequi unless. Mheshimiwa sana. Yes. Nilikuwa nimesema 262(6). Yaani baada ya kusoma decide to charge 262(6). Okay, unaweza kusoma 245(6) lakini not 5. Yaani hicho. Na tunakuja kwenye 246 usi anticipate decision to charge. Decide. Nakuja huko. Uamuzi. Nakuja huko nasema. Unakuja. Nakuja huko. Nakuja huko. Unaweza ukaenda moja kwa moja huko. 246(5) ni muhimu kwa sababu ndio inayo build into 246(6). Sasa inasema file upelelezi umekamilika, case file imeshasomwa, na kuna ushahidi hautoshelezi.
DPP shall immediately enter a nolle prosequi. Immediately. Or, imesema, unless he has reason to believe that further investigations can change the position. Ndio ile nilisema, wamesema wamemaliza kazi, kwa hawezi wakasema tunahitaji muda zaidi wa kupeleleza. Okay? Hiyo ni 246.5. 246.6 mheshimiwa. Hii 246.6 haina uhusiano wowote na hoja hii ya hapa. Haina. Inasema hivi, tuisome taratibu mawakili wa serikali. Where the Director of Public Prosecutions or that other public officer, after studying the police case file and the statements of the intended witnesses, decides that the evidence available or the case as such warrants putting the suspect on trial, he shall draw up or cause to be drawn up an information in accordance with law, and when signed by him, submit it together with 3 copies of each of the statements of the witnesses sent to him under subsection 4, including any document containing the substance of the evidence of any witness who has not made a written statement. Wapi imeandikwa? Kama ushahidi upelelezi umekamilika, case file imesomwa, legal opinion imetolewa, sheria 246.6 inasema they shall draw up information. Hakuna uamuzi mwingine wa ziada. Hakuna uamuzi mwingine wa tuna prosecute on under 246.5. Kwenye 246.6 ushahidi upo, tunaenda high court. Hakuna kuamua tena twende au tusiende. Hakuna tena. Kwa hiyo habari ya tusubiri tena uamuzi ufanyike, mna ushahidi wa kutosheleza? Yes or no? If yes, information to the High Court. If no, enter immediate nolle prosequi. Ndio sheria. Huu uamuzi gani ili iweje? Kama ni 6 hamna option ya kufanya nini? Ya kuenter nolle prosequi under this. Your option to enter nolle prosequi is 246.5. Hamna ushahidi. If you go to 246.6, you prosecute. Kwa hiyo, mheshimiwa, kama wanataka 246, waamuru wapeleke hiyo information mahakama kuu. Tusicheleweshane. Magereza sio mahali pazuri. Especially ukiwa death row. Sio mahali pazuri. Kama ushahidi umekamilika na mnasema upo, twendeni mbele, tukapambane huko. Kama hautoshelezi, enter nolle prosequi now. Hilo ni kuhusiana na hivyo vifungu viwili mheshimiwa. Mheshimiwa, ni kweli kama ambavyo wamesema wakili wa serikali mkuu, kila kesi ina mazingira yake. Ni kweli. Mazingira ya Gray Likungu Mataka yetu, upelelezi ulifanyika kabla washtakiwa hawajakamatwa. Washtakiwa wamekamatwa April 1970 na immediately walipokamatwa kesi ikaanza. Upelelezi ulishakamilika. Walikuwepo washtakiwa 9. Ndio mazingira ya kesi. Matukio yaliyokuwa yanalalamikiwa yalifanyika Uingereza, Kenya, Tanzania. Ndio mazingira, ndio circumstances of Gray Likungu Mataka.
na ilichukua miezi 6 na siku 17 kwa mujibu wa President Dufus wa Court of Appeal of Eastern Africa. Mazingira ya Hatibu Gandhi Hati-Makjee yalikuwaje? Matukio ya uhaini waliokuwa wanalalamikiwa nayo yalifanyika kati ya Novemba 82 na Januari 83. Walikamatwa January 8th, 7th and 9th. Pelelezi ushakamilika, ndio wakakamatwa. Kesi ikaanza baada ya kuwa upelelezi umekamilika. Mazingira yale ilikuwa kesi ya mashahidi 140. Matukio yalifanyika Kenya, Lugalo, Kigamboni, Tabora na Chingwea kwenye kambi za jeshi. Watuhumiwa walikuwa military officers. Ndio mazingira ya kesi. Yet, kwa mujibu wa Chief Justice Nyalali, it took a year and 17 days. Mazingira ya kesi hii ni tofauti na yale, mheshimiwa. Ni tofauti. Mazingira hapa yakoje? Mshtakiwa ni mmoja. Tukio linalolalamikiwa limefanyika siku moja kwenye mkutano uliohudhuriwa na wanachama, waandishi wa habari, umetangazwa mtandaoni live. Live. Wameyachunguza kwa siku 4. Ndio siku ya 5 wakanikamata. Wao wanachunguza kitu ni mazingira gani ambayo yanafanya tuwepo hapa mpaka sasa hivi, kama sio njama au uzembe ambao nimeuzungumzia. Kama sio njama au uzembe. Na njama haiwezi kuwa maslahi ya umma, uzembe hauwezi kuwa maslahi ya umma. Kwa yes, mazingira ya kesi hii yanatofautiana na Greli Kungu Mataka, yanatofautiana na Hatibu Gandhi. Mazingira ya sasa hivi hayaruhusu tena mchezo huu wa ahirisho. Mheshimiwa, maslahi ya umma. Maslahi ya umma. Kwenye uhaini, kwenye kesi ya uhaini hii, maslahi ya umma ni yapi? Yanayofanya tuendelee kuahirisha. Maslahi ya umma. Maslahi ya umma kwa maoni yangu, mheshimiwa, ni mtu asiyekuwa na hatia aachiliwe huru akafanya shughuli zake. Haja kutenda haki. Kutenda haki kwenye kesi hii maana yake ni nini? Zuia ahirisho lisiokuwa na mipango ili mshtakiwa huyu akafanye shughuli zake zingine. Kwa hiyo tukizungumza maslahi ya umma, mheshimiwa, clearly kwa mazingira ya kesi hii hayaruhusu tena ahirisho.
Mheshimiwa, lastly, la mwisho, nisikucheleweshe sana. La mwisho, hoja imetolewa kwamba hakuna muda maalum wa kufanya huo uamuzi wanaozungumza. Amesema hakuna time limit kwenye 246(6). Hakuna muda wa kuamua. Mheshimiwa, nimesema hiyo habari ya stage ya kufanya uamuzi haipo kwenye sheria, haipo kwenye 246(6), haipo. Kwa haijawekewa muda kwa sababu haipo. Huweki muda wa kufanya jambo ambalo halipo. Wanatakiwa 246(6). 246(6) inakuja tu wana ushahidi wa kutosheleza, na wakiwa na ushahidi wa kutosheleza hakuna uamuzi mwingine zaidi ya kuprosecute, zaidi ya kuandaa information na kuipeleka High Court. Hakuna mengine. Ndio maana nimesema watuambie kama wanaenda by 246(6), waseme hapa wanapeleka. Uwaambie Mheshimiwa, nimesema uwaambie hilo faili liende Mahakama Kuu. Tukija hapa tuje tuambiwe limeshakwenda, na likishaenda ili vile vile Mheshimiwa nitoe my statement, kwa sababu bado sijatoa statement ya mtuhumiwa baada ya kuwa committed. Kwa hiyo kama wanataka twende hivyo, tunapokutana next week or whatever the time itakayoamuliwa, watuambie wameshapeleka file, ili nikuambie maoni yangu juu ya mashauri haya. And kama sikosei Mheshimiwa, under 240. Mheshimiwa, naona kama tena kuna Okay. Basi sitaenda huko. Kwa twende wapeleke information. Waambie wapeleke information Mheshimiwa. Waamuru wapeleke information. Sio tusubiri uamuzi mwingine. They have the evidence, wapeleke information. Ni hayo tu Mheshimiwa. Yes.